Assalamu alaikum Tanzania, assalamu alaikum Afrika Mashariki, assalamu alaikum ulimwengu wote wa soka. Karibu Dar es Salaam, karibu uwanja wa Benjamin Mkapa. Hili ni kasri la soka la Tanzania. Kasi ya kukua kwa soka la Tanzania kwa lugha nyepesi tunaweza kusema haishikiki. Vijana wa sasa wanasema ni zaidi ya spidi ya 5G. Dunia ya soka inaamini katika namba na takwimu. Hakuna lolote unaweza kufanya ukaacha kutumia takwimu ili kuthibitisha ukisemacho. Vinginevyo ni porojo. Ninakusafirisha hatua kwa hatua kuangalia mafanikio ya soka la Tanzania bara kwa miaka 10 iliyopita. Mwaka 2021 ligi kuu soka ya Tanzania bara ilitajwa kushika nafasi ya 10 kwa ubora barani Afrika. Fumba na kufumbua kwa spidi ya 5G ikachumpa mpaka nafasi ya 5 ndani ya mwaka mmoja tu, na sasa inazungumzwa kwa nia 4 kwa ubora barani Afrika, ikiwa nyuma ya Misri, Morocco na Algeria. Takwimu hizi hutolewa na taasisi yenye kuheshimika duniani ya Shirikisho la Historia na Takwimu za Soka Kimataifa, yani IFFHS. Moja ya vigezo muhimu zaidi katika viwango vya ubora wa soka huwa ni ushiriki wa klabu kwenye mashindano ya CAF, kwa maana ya kutazama ushindani wa timu za nchi husika ulioonyeshwa katika mashindano ya Ligi ya Mabingwa Afrika na Kombe la Shirikisho. Karibu Tanzania. This is CAF, this is FIFA, and this is football. Football unites the world from here, from Tanzania. Asante sana. Tanzania ipo uwanja Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Afrika iko Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Dunia iko Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Tanzania kwa sasa ni miongoni mwa mataifa machache yanayotoa timu 4 katika mashindano ya klabu Afrika, 2 Ligi ya Mabingwa Afrika na 2 Kombe la Shirikisho Afrika. Kiwango cha ushindani katika ligi kuu Tanzania bara ndiyo chanzo cha kuwavuta wageni wengi kuja kutazama dabi ya Kariakoo inayohusisha watani wa jadi Simba na Yanga. History is being made today. Simba is being washed. Young Africans 5, Simba 1. There's nothing as sweet as the Kariakoo Derby. The excitement, the vibe, the mood before the game. To me, the Kariakoo Derby will always be my favorite game. Dabi hii ni miongoni mwa dabi kongwe na kubwa Afrika na yenye msisimko. Haijalishi ni wapi itachezwa, idadi ya mashabiki huacha historia ndani na nje ya uwanja. Dickson Job na Usinga, yeye alifika na anaonesha na kidole kwamba nimecheza mpira. Wamekuwa washindani sahihi wa nafasi ya ubingwa na wamechangia kwa kiwango kikubwa ongezeko la ushindani. Ligi ya Tanzania imefanya kazi kubwa sana kujaribu kuhamasisha hata nchi zingine. Sasa ukiangalia Kenya, watu wanaongelea about ligi ya Tanzania. Ukienda Uganda, ukienda South Africa, ukienda kila mahali ukienda. Kuanzia mwaka 2015 hadi 2025, Tanzania inajivunia kuwa na zaidi ya wachezaji 60 wa kiume na 15 wa kike wanaocheza nje ya mipaka ya taifa hili. Tena ni katika ligi maarufu na kubwa barani Afrika na nje ya Afrika. Wachezaji hawa kutoka klabu mbalimbali zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara wameacha alama, na baadhi yao wakicheza mashindano makubwa ya Ligi ya Mabingwa Ulaya. Picha nzuri sana wametuonyesha kwa hii ni region ya Eastern and Central Africa. I think wametuonyesha kwamba kila kitu inawezekana tukiweka vitu sawasawa. Ligi ya Tanzania bara kwa nyakati tofauti imepokea wachezaji kutoka ligi mbalimbali kubwa ndani na nje ya bara la Afrika. Wachezaji bora wa ligi kubwa Afrika wakiwemo MVPs wa Ivory Coast, Nigeria, DR Congo, Uganda na Kenya, wote wamecheza ligi ya Tanzania. Si hilo tu, ligi hii ya Bongo imekuwa na wachezaji mahiri ambao wamewahi kuziwakilisha klabu zao pamoja na timu zao za taifa kwenye mashindano mbalimbali, mathalan CHAN, AFCON, Kombe la Dunia, Ligi ya Mabingwa na Kombe la Shirikisho Afrika. Takriban viwanja 34 vimetumika kuchezewa ligi hii tangu mwaka 2015 hadi 2025, ikiwa ni kwenye mikoa na kanda tofauti ambazo zote hufikika kwa njia ya ardhi na anga. Ligi ya Tanzania ina uwezo wa kuchezwa muda wowote kutokana na miundombinu ya viwanja hivi
ambavyo baadhi yake vimewekwa taa. Miaka ya nyuma tulizoea kwenye viwanja vya mataifa ya Ulaya. Nilikwambia kwamba Tanga ni nzuri, lakini Tanga ya soka la usiku ni nzuri zaidi na inapendeza mno. Sitaki kutaja jina. Nilikuwa naangalia moja ya ligi ya jirani zetu hawa East Africa, sitaki kuja jina lake. Ilikuwa inachezwa ligi ile, kile kiwanja nilikuwa nakiangalia mpaka mtu alala chini, kinatoka vumbi. Nachukua dakika 1-2 utafute mpira uko wapi. Nikasema tumepiga hatua kubwa, kule tumeshaondoka. Kwa sasa ligi kuu soka ya Tanzania bara imejipambanua kuwa ni yenye msuli mkubwa wa kifedha zitokanazo na udhamini kutoka maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza ni la haki ya matangazo ya television ambazo zinamilikiwa na Azam Media Limited, yani burudani kwa wote. On 10, 2 stand by. Ngasa nakusubiri wewe. Ngasa niko kwako. Tangu Azam TV walipoingia kwenye ligi hii mwaka 2013, wamekuwa na mchango mkubwa katika kuiongezea thamani, na sasa wamewekeza zaidi ya shilingi bilioni 225.6, na serikali itanufaika kwa kodi ya ongezeko la thamani VAT, kwani Azam Media Limited italipa kiasi cha shilingi bilioni 34.4. Kwa hiyo mchango umekuwa ni mkubwa, na hiyo sio kwenye Premier League tu, maana yake ni pamoja na national teams. Unaona, Azam TV ana sponsor national team kwenye zile rights ambazo ni za TFF direct, yeye anakuwa anazo. Azam TV, burudani kwa wote. Shirika la utangazaji Tanzania TBC wameingia kuchukua haki ya matangazo ya redio, wakati Benki ya Taifa Biashara NBC wakiwa ndio wadhamini wakuu na wenye haki ya jina la ligi, kwa maana NBC Premier League au ligi kuu ya NBC. Mabilioni haya ya fedha yamechangia kwa kiasi kikubwa kwenye ongezeko la mishahara kwa wachezaji ndani ya ligi hii. Na sasa si ajabu kuona mchezaji mmoja akilipwa zaidi ya shilingi milioni 50 za Kitanzania kwa mwezi. Katika kipindi cha miaka hii mitatu, ligi kuu soka ya Tanzania bara imechezeshwa na waamuzi takribani 18 wenye beji za FIFA, na baadhi yao wamekuwa wakitumika kwenye mechi mbalimbali za kimataifa nje ya Tanzania. Mafanikio mengine katika ligi yetu ni uwepo wa chombo rasmi kinachosimamia shughuli za uendeshaji wa ligi hii, kwa maana ya Bodi ya Ligi Tanzania TPLB. Chombo hiki kwa kushirikiana na TFF kinapitisha kanuni ambazo baadhi hupendekezwa na klabu zenyewe kwa lengo la kuhakikisha pande zote zinashirikishwa kwa uwazi na uwajibikaji. Wanarushiana maneno kutoka katika bench. Hiyo inachagiza mchezo huu. Katika kipindi cha miaka 10, soka la Tanzania limeshuhudia ujio wa makocha wenye CV kubwa barani Afrika. Ukubwa CV zao umetokana na idadi ya mataji walioshinda kabla kujiunga na ligi kuu soka ya Tanzania bara. Miongoni mwa mataji hayo ni kombe la shirikisho Afrika, CAF Super Cup, mashindano ya vijana AFCON na mengineyo. Hii haikuwa kwa klabu tu, kwani hata timu ya taifa Tanzania imepokea makocha wa aina mbalimbali wenye uwezo wa kufundisha soka katika mataifa mbalimbali duniani. Katika kipindi hiki cha miaka 10, Tanzania imepata tiketi ya kucheza kombe la mataifa Afrika AFCON kwa mara ya kwanza baada ya miaka 39, ikiwa chini ya Emmanuel Amunike, nyota wa zamani wa Nigeria the Super Eagles. Ni kocha wa aina yake kutokana na ukubwa CV yake pamoja na mafanikio akiwa mchezaji na kocha. Na moja ya zawadi yake kwa Tanzania ni hii, kuipeleka AFCON mwaka 2019 nchini Misri. Na dakika ndio hizo zimekwisha malizika katika uwanja wa Taifa. Emmanuel Amunike. Ukiondoa Taifa Stars, timu zingine zote za Tanzania zimekuwa zikifundishwa na wazawa, isipokuwa katika nyakati ambazo Kim Paulson alisimamia programu za maendeleo ya vijana Tanzania. Na hata wakati ambapo Taifa Stars inanolewa na kocha wa kigeni, lakini wasaidizi wake wamekuwa ni wazawa, ikiwemo mwaka 2023 ambao walikamilisha safari ya kikosi hicho kwenye AFCON ya Ivory Coast. Kipenga cha maamuzi kinamaanisha kwamba Stars ama Tanzania inaandika kumbukumbu nyingine, inaandika rekodi nyingine. Na kilichofanyika baada ya hapo ni kuamini wazawa na kuwakabidhi majukumu ya kuziongoza timu hizi za taifa kwa umoja wao. Hemedi Suleiman Moroko
ameipeleka Taifa Stars AFCON 2025 nchini Morocco. Dar es Salaam. Oh, wow! Wow! Taifa Stars wanakwenda AFCON ya Morocco. Bakari Shime ameipeleka Twiga Stars kwenye AFCON 2024 nchini Morocco. Charles Boniface Mkwasa ameipa Ngorongoro Heroes ubingwa wa Sekafa na tiketi ya kucheza AFCON Under 20 mwaka 2025 nchini Ivory Coast. Agrey Morris katika ardhi ya ugenini nchini Uganda ameipa Serengeti Boys tiketi ya kucheza AFCON Under 17, wakati Boniface Pawasa akiiwezesha Tanzania kushinda ubingwa wa Afrika Under 15. Wafahamu kuwa Jarufu Rajab ni kocha mchezaji wa timu ya taifa Tanzania ya soka la ufukweni aliyeipeleka timu hiyo nchini Misri kwenye fainali za AFCON mwaka 2024. Ushawahi kujiuliza ukwaji huu na mafanikio haya ya soka la Tanzania yametokana na nini? Wacha ni kurudishe nyuma kuitazama sera ya maendeleo ya michezo ya taifa ya mwaka 1995. Kwenye utekelezaji wa sera ya maendeleo ya michezo wa mwaka 1995 yaligundulika matatizo mbalimbali. Miongoni mwa matatizo yalikuwa kushindwa kuwatumia vilivyo makocha na walimu wa Kitanzania kwenye taratibu zetu mbalimbali za kusimamia na kuendeleza michezo. Na marekebisho makubwa yamefanyika kusema kweli. Katika nyakati ambazo kwa mfano kwenye mchezo wa mpira wa miguu tuna kinambari, tuna namba nzuri sana kwenye historia ya taifa hili ni wakati huu. Ni katika kipindi cha miaka 10 tunazungumzia ukuaji na maendeleo ya soka la Tanzania, ikishuhudia uwekezaji mkubwa unaofanywa katika viwanja vya michezo. Viwanja vya kisasa vya michezo jijini Arusha, Dodoma na Kizimkazi visiwani Zanzibar vinajengwa, wakati uwanja wa Benjamin Mkapa na Uhuru vikiwa chini ya maboresho chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kufanikisha haya, kama ilivyo kwa viwanja vya New Amani Complex na Gombani Pemba, na hii ni kwa utayari wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Dr. Hussein Mwinyi. Ni wakati huu ambapo Tanzania kwa kushirikiana na majirani zake wa Kenya na Uganda anakuwa mwenyeji wa fainali za CHAN 2024 ambazo zinafanyika mwaka 2025 pamoja na zile za AFCON 2027. TFF ndio wanatuambia jamani, tunahitaji viwanja, tunahitaji hiki, au timu ya taifa sisi tumefanya mpaka hapa, lakini kwa hapa sasa tunaomba serikali tusaidie. Tumekuwa tukishirikiana nao, au wanatueleza kabisa CAF wametoa maelekezo 1 2 3, tungeomba ushiriki wa serikali. Alivyoanza Karia na Kidau wake, tunakwenda juu sana kimpira. Kwa hivyo tuamwagie maua yao tu akina Karia na Kidau. Ufinyu wa bajeti sio tatizo kubwa kwa sasa kutokana na kile ambacho serikali imekuwa ikiitengea wizara hii yenye dhamana ya michezo mabilioni ya fedha kila mwaka. Katika kipindi cha miaka 5 tumeshuhudia ongezeko la fedha ikiwemo zile za miradi ya maendeleo. Na kwa mwaka huu wa fedha 2024-2025 Tanzania imeshuhudia bajeti ya kihistoria yenye ongezeko la 805% kutoka kutengewa bilioni 40 hadi kufikia bilioni 285.3. Ni dhahir sekta ya michezo sasa ni muhimili muhimu katika kuinadi sera ya nchi kimataifa na ni chanzo kizuri cha mapato kwa nchi. Serikali kwa kweli kwa kipindi hichi cha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa kwenye eneo la michezo, na kumekuwa na support kubwa sana ambayo tunaipata kwenye serikali, na ndio maana yote haya yanawezekana, kwamba pale ambapo tunahitaji msaada tumekuwa tunapata. Ndio maana unaweza kuona timu zetu za taifa zimekuwa sasa hivi zinasafiri na ndege ambao tumekuwa tunapewa na serikali. Ni picha ya kumbukumbu ambayo inaweza ikadumu vizazi na vizazi. Goli la mama ni moja kati ya mambo yaliyoongezea motisha mpira wa Tanzania kimataifa. Kwa klabu zinazoshiriki mashindano ya CAF, kwani zawadi ya shilingi milioni 5 hadi 20 zilisaidia kuamsha ari kwa wachezaji wa klabu na timu ya taifa. Tanzania ni ya blue sasa. Ni miaka 10 ya fahari ya mpira wa miguu nchini Tanzania. Mazingira rafiki ya uwekezaji yanayofanyika na uaminifu uliojengwa na taasisi inayosimamia soka la Tanzania, kwa maana Shirikisho la Soka Tanzania TFF. Ndiyo hii imewavuta wawekezaji wengi kujiona wako salama